أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Katika dua ya Imam Zainul Abidin akiweza kuelezea kuhusiana na udhaifu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akisema kwamba Mwenyezi Mungu, ana saghir alladhi rabbaita, yani Mola, yani hii tunaweza rudia katika dua ya Abi Hamza akisema kwamba ana saghir alladhi rabbaita, yani mimi ni yule mdogo ambaye kwamba uliyemlea. Na katika yani katika kulea tunajua kwamba kuna mambo mengi, kuna swala la kumlisha, kuna swala la kuvisha, kuna swala la maradhi na vitu kama hivyo, hasa wakati ambao kwamba mtu katika umri wake ni mdogo. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlea. Kama ni mgonjwa, ana maradhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia shifa na vitu kama vile. Yote hiyo ni kwa ajili ya huyu mwanadamu. Ndio maana Imam Zainul Abidin anasema ana saghir, mimi ni mdogo ambaye kwamba uliyemlea, au mimi ni yule mdogo ambaye kwamba uliyemlea. Wa ana aljahil, na mimi ni yule mjinga. Alladhi allamta, ambaye kwamba uliyemfunza. Kisha anaendelea anasema wa ana dhal, na mimi ni yule ambaye kwamba niliyepotea. Kisha anasema ana dhalu alladhi hadaita, ambaye kwamba uliyemuongoza. Wa ana alwadhi alladhi rafa'ta, mimi ni yule ambaye kwamba niliyekuwa nimeanguka kisha ukafanya nini, ukamuinua. Wa ana alkhaif, na mimi ni yule ambaye kwamba niliyekuwa mwoga. Alladhi amanta, ambaye kwamba ulimpa matumaini na vitu kama hivyo. Sasa hii kipande cha dua hii tunataka tuunganishe na kipande cha dua ambacho kwamba Imam Ali alayhi afdalu salatu wassalam anasema kwamba Allahumma inni as'aluka bijudik an tudniyani min qurbik wa an tuzi'ni shukrak, mpaka mwisho wa kipande hiko. Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo kwa vile ni jud, anapatia waja wake pasina mukabil aina yote ile. Hakuna mathalan mzazi anatulea sisi, maradhi ni yeye, njaa ni yeye, kushiba ni yeye, kuvisha ni yeye, lakini lazima sisi tumpatie mukabil kwa haya yote ambayo kwamba aliyofanya. Kuna mukabil, lazima sisi tumlipe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akawa ni mwenye kutuelezea, katika Qur'an akawa ni mwenye kutuelezea kwamba na wazazi tufanyie ihsani na vitu kama vile. Sasa katika kipande hiko cha Mwenyezi Mungu lazima tujue kwamba wakati ambao kwamba tunapoingia katika dua tujue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kutupatia sisi pasina mukabil aina yoyote ile. Sasa tulisema katika kipande kilichopita, baada ya kumaliza Allahumma inni as'aluka bijudik, Mola, mimi ninakuomba kwa hali yako vile unavotoa, kwa hali yako vile wewe si mchoyo. Sasa anaanza Imam kuingia katika kipande kingine, anasema antudniyani min qurbik. Sasa hii antudniyani min qurbik, unikurubishe niwe karibu na wewe. Hii maqam katika wanachuoni wanasema ni maqamul qurb, yani ni maqamul qurb, ni maqam ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ni maqam ya juu, ni martaba ya juu na ni ngazi ya juu. Tutaweza kusoma kipande ambacho kwamba tumeweza kuchukua kwa mmoja maulama wetu. Anasema maqamul qurb, yani maqam hii ya qurb, wa huwa a'la martaba, ni martaba ya juu sana. Yablughuha salik, yani mtu ambaye kwamba yuko katika njia ya kutaka kufikia katika maqamul qurb, au njia ambayo kwamba anayoifuata huyu mu'min
anakuwa ni mwenye kuifata, yablugha salik fi tariqi ila Allah, ni njia ambayo kwamba huyu salik ambaye kwamba yuko katika njia ya kutaka kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaifata. Wa hadha, na njia hii la yatahaqqaq, yani hii maqam, hii ngazi la yatahaqqaq, haiwezi kufikiwa illa min khilali al-amali salih, isipokuwa kupitia amali njema, na si amali njema tu, wajtinabil haram, na pia kujiweka mbali na vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Na sio peke yake, wal inqita, na kuelekea ila ibadati, kuelekea kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haki ya kumwabudu, ambaye kwamba inshallah katika vikao vinavyokuja tutaelezea. Haithu tatajalla, kiasi ambacho kwamba itaanza kuonekana, itaanza kudhihirika nini? Haqiqatu tauhid, hakika ya tauhid. Yani itaanza kuonekana hakika ya tauhid kwa huyu mtu, yeye mwenyewe moyoni mwake ataanza kuona ile hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake. Ataanza kuona, ataanza kupata ladha ya kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fi kulli tafasil, katika kila kitu, lidarajat, katika kiasi ambacho kwamba takunu iradatuhu, ile irada yake inakuwa ni nini? Ile nguvu yake ya huyu mu'min takunu fania fi iradati Allah subhanahu wa ta'ala, yani inakuwa ni yenye kuelekea katika irada ya Allah. Kwa hivyo kila kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu anakitaka, basi huyu mu'min atakuwa mwenye kukifanya. Kila kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamkataza, basi huyu mu'min atakuwa ni mwenye kufanya nini? Atakuwa ni mwenye kujiweka mbali. Katika hadithul Qudus, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kwamba man taqarraba, hii hadithi ina taathira kubwa sana. Anasema man taqarraba ilayya, yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kujikurubisha na mimi. Vile tulivyosema, katika kujikurubisha ni mtu kujikataza, kujizuia kufanya machafu, kujizuia kufanya maovu. Anasema man taqarraba ilayya, yule ambaye kwamba atakayejikurubisha na mimi, shibran, yani shibran ni kama tuseme ni shubiri moja. Man taqarraba ilayya shibran, yule ambaye kwamba atakayejikurubisha na mimi shubiri moja, si shubiri ya nini, hapana, lakini shubiri moja hii ambaye kwamba mnaiona, yani au kiasi cha kidole cha gumba na kidole cha kati, urefu wake. Anasema man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi dhira'an, ambaye kwamba atakayejikurubisha na mimi shibiri moja, basi nitakuwa ni mwenye kujikurubisha naye kwa dhiraa moja. Wanavyosema, nakumbuka ustadhi wangu sana sana alikuwa anasema hii dhiraa ni panya mkono. Sasa sijui panya mkono walitoa wapi, pengine inshallah wakati mwingine nitamuuliza, maana tulikuwa tunamuuliza ustadhi wetu dhiraa ni nini maana yake, anasema dhiraa ni panya mkono, lakini sasa dhiraa ni hiyo tu kuanzia chini hadi juu. Sasa ndo anasema kwamba yule ambaye kwamba atakayejikurubisha na mimi shibiri moja, nitajikurubisha naye kwa kiasi cha dhiraa moja. Kisha anasema waman taqarraba ilayya dhira'an, na yule ambaye kwamba atakaye kujikurubisha na mimi dhiraa moja hiyo, basi nitakuwa ni mwenye kujikurubisha naye zaidi. Waman ja'ani yamshi, na yule ambaye kwamba atakaye nijia mimi katika hali anatembea. Angalieni Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho kwamba wewe unajikurubisha na Mwenyezi Mungu ndio kiasi ambacho kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kukupokea. Ndio anasema kwamba man ja'ani yamshi, na yule ambaye kwamba atakayenijia huku akitembea, basi jituhu harwala, nitakuwa ni mwenye kuja kama ninakimbia au zaidi ya kukimbia. Sitampokea tu katika hali ya kutembea, la, basi nitakuwa ni mwenye katika hali ya kasi, niwe karibu naye. Kwa hivyo maqamul qurb, hii ngazi ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maqam ya juu sana ambaye kwamba inahitajia bidii ya kila wakati.
uje na dhikri vile tulivyosema katika vikao vilivyokuja, uje na sala za usiku, ufanye mema aina yote ile ambayo kwamba kadiri ambayo kwamba utakavyoweza. Ulimi wako uchunge, macho yako uchunge, masikio yako uchunge, hata vitu ambavyo kwamba unavishika jaribu kuchunga, vitu ambavyo kwamba unavila jaribu kuchunga, yapime, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia taufiki ya kuweza kufika katika maqam hiyo. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.